Njia ya ukombozi, sehemu ya kwanza. Njia mbili za kujibu mateso. Katika kitabu cha Uamuzi sura ya 17, unaona moja ya sura za kutisha sana katika Biblia, na mwisho wa kitabu hicho unatupa hitimisho hii muhimu. Uamuzi sura ya 21 mlango wa 25. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya kama alivyoona vyema machoni pake mwenyewe. Alijiamulia mema na mabaya. Kitabu cha Ruthu kinaanza katika wakati huo huo. Wakati watu walikuwa wanaishi kwa namna hiyo. Ruthu sura ya 1 mlango wa 1. Siku zile ambazo waamuzi walitawala, kulitokea njaa katika nchi. Mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda akaenda kukaa kwa muda katika nchi ya Moabu. Yeye pamoja na mkewe na wanawe wawili. Jina lake Elimeleki. Maana yake ni Mungu wangu ni mfalme wangu. Jina Naomi, manake ni mpendezi au mwenye uzuri wa upole. Maloni, manake ni dhaifu au mgonjwa. Kilioni, manake ni anayenyauka, anayepungua nguvu. Ruthu, manake ni rafiki au mwenye uaminifu wa upendo. Orpa, manake ni aliyegeuka nyuma au anayetoa shingo na kuondoka. Biblia inatuambia kulikuwa na njaa katika nchi. Na hapa ni muhimu kuelewa jambo moja. Kulingana na Kumbukumbu la Torati sura ya 28, njaa haikuwa tu tatizo la hali ya hewa, mara nyingi ilikuwa ishara ya nidhamu ya Mungu juu ya watu wake walipokataa kutii sauti yake. Kwa hiyo, njaa haikuwa hali ya kawaida. Njaa ilikuwa ujumbe, njaa ilikuwa onyo. Njaa ilikuwa ishara kwamba kuna kitu kimeharibika katika uhusiano wa watu na Mungu. Na sasa tazama ucheshi wa uchungu ulioko hapa. Kulikuwa na njaa Bethlehemu. Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate. Kwa hiyo katika nyumba ya mkate hakuna mkate. Hii ndio picha ya kutotii Mungu. Unatarajia baraka, unatarajia wingi, unatarajia uzima. Lakini mahali pa baraka panakuwa pakavu kwa sababu watu wameacha njia ya Mungu. Katika wakati huo wa nidhamu ya Mungu, familia ya Elimeleki haikuweza kuvumilia umaskini na upungufu. Wakaondoka katika nchi ya agano, wakaenda Moabu. Kwa macho ya kibinadamu, walionekana kufanya jambo la busara. Walitoka mahali pa njaa, wakaenda mahali pa uwezekano wa kupata chakula. Walitoka katika shida ya uchumi, wakaenda kutafuta nafsi ya maisha. Lakini kuna tatizo kubwa. Moabu haingeweza kuwapa msaada wa kimwili, lakini haingeweza kuwapa afya ya kiroho. Moabu ilikuwa nchi ya ibada ya sanamu. Moabu ilikuwa nchi ya miungu mingine. Moabu haikuwa tu jirani wa Israeli. Mara nyingi ilikuwa pia adui wa watu wa Mungu. Kwa hiyo walitoka katika shida ya mkate, lakini wakaingia katika shida ya kiroho. Walitoka katika ukame wa mezani, wakaingia katika ukame wa madhabahuni. Walitoka kwenye upungufu wa mali, wakaingia kwenye hatari ya kupoteza dira ya kiroho. Hiyo hutokea pia leo. Watu wengi huondoka mahali pagumu kwa sababu ya uchumi, kazi, biashara au usalama. Lakini wakifika mahali pengine, wanagundua kwamba wamepata pesa kidogo zaidi. Lakini wamepoteza moto wa kiroho. Wamepata mshahara, lakini wamepoteza madhabahu. Wamepata kazi, lakini wamepoteza ushirika. Wamepata nafsi ya kuishi, lakini wamepoteza mwelekeo wa kuishi. Hiyo ndio hatari ya Moabu. Familia hii inaporomoka. Elimeleki anakufa. Kwa nini alikufa? Alikufaje? Biblia haisemi. Lakini ukweli unabaki wazi. Katika ulimwengu wakati ule, ulinzi wa mwanamke mara nyingi ulikuwa chini ya baba, kisha chini ya mume, kisha chini ya watoto wa kiume. Naomi sasa anaachwa katika hali ya kutegemea wanawe. Lakini baada ya wanawe wawili kuoa, nao pia wanakufa.
Hapo hali ya Naomi inakuwa mbaya sana. Hana mume, hana wana, hana ulinzi, hana chanzo cha maisha. Inaonekana hana tena nguvu za kufanya kazi nzito. Ni mgeni katika nchi ya wageni. Hana haki ya kudai ardhi. Hawezi tu kurudi kwa urahisi katika nyumba ya wazazi wake kama msichana mdogo. Yuko bila ardhi, bila familia, bila usalama. Mfasiri mmoja wa Biblia alisema hivi: Naomi ni mgeni katika nchi ya ugeni, mwathirika wa maisha na mauti. Na kweli, wakati huu ulikuwa wa uchungu mkubwa sana kwa Naomi. Naomi hakupitia vita vya Ukraine, hakupitia tetemeko la ardhi la Turkey au Syria. Lakini alipitia vita halisi ya kuendelea kuishi. Ni kama dunia yake yote imeanguka juu yake. Katika Afrika ya Mashariki, watu wanaelewa uchungu wa kupoteza usalama wa maisha, watu wanajua maana ya njaa, watu wanajua maana ya kupoteza mzazi, mume au mtoto. Watu wanajua maana ya kulala bila uhakika wa kesho. Watu wanajua maana ya kuwa mhamiaji, mkimbizi, au mtu aliye mbali na nyumbani. Kwa hiyo hadithi ya Naomi si hadithi ya mbali. Ni hadithi ambayo wengi wanaweza kuisikia moyoni. Naomi sasa amebaki na wakwe zake wawili tu. Ndipo anawaambia warudi, kila mmoja nyumbani kwao. Anawapa nafasi ya kwanza tena, anawaambia kwa maneno mengine. Rudini, mna nafasi ya kupata familia nyingine, mna nafasi ya kuolewa tena, mna nafasi ya kujenga maisha mapya. Mimi siwezi tena kuwapa hayo. Katika utamaduni wakati huo, kurudi nyumbani kwa mama kulimaanisha pia kurudi mahali ambapo mwanamke angeandaliwa tena kwa maisha ya familia na ndoa. Naomi kwa hiyo amesema, mimi siwezi kuwapa kesho, mimi siwezi kuwapa usalama, mimi siwezi kuwapa ulinzi. Nyinyi mkirudi, mnaweza kupata mwanzo mpya. Anasema kwa maumivu makubwa, Mungu amenipinga, sina makazi, sina uhakika, sina kesho, mkibaki nami mtabaki bila matumaini. Orpa anarudi, lakini Ruthu anafanya jambo ambalo hakuna mtu alitarajia. Yeye hasemi, ninafikiria maisha yangu kwanza. Hasemi, ngoja nichague usalama. Hasemi, ngoja nichague watu wangu, dini yangu, nafasi yangu ya kuolewa tena. Badala yake Ruthu anamshikilia Naomi. Mwitikio wa Naomi kwa mateso. Ruthu sura ya 1 mstari wa 11 hadi 13. Naomi akasema, rudini binti zangu. Kwa nini mwende pamoja nami? Je, bado nina wana tumboni mwangu wa kuwa waume zenu? Rudini binti zangu, enendeni zenu. Kwa maana mimi nimezeeka, siwezi kuolewa tena. Hata kama ningesema ninatumaini, hata kama leo usiku ningekuwa na mume na kuzaa wana, je, mngewasubiri hata wakue? Je, mngejizuia kuolewa kwa ajili yangu? La hasha binti zangu, maana uchungu wangu ni mwingi kuliko wenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Angalia maneno haya, yote yanarudi kwake mwenyewe. Mimi sina, mimi siwezi, mimi nimepoteza. Mkono wa Bwana uko juu yangu. Naomi anaumizwa kweli na uchungu wake ni wa kweli, lakini katika maumivu yake ameanza kuona kila kitu kupitia giza la maumivu yake. Mwitikio wa Ruthu kwa mateso. Ruthu sura ya 1 mlango wa 16 hadi 17. Lakini Ruthu akasema, usinisihi nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana uendako wewe nitakwenda na ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Mahali utakapokufa wewe nitakufa nami, nitazikwa huko. Bwana anitendee vivyo hivyo na kuzidi, kama si mauti tu itakayotutenganisha wewe na mimi. Haya si maneno mepesi, haya ni maneno ya agano, haya ni maneno ya uaminifu mkubwa. Haya ni maneno ya upendo unaobeba gharama.
Katika utamaduni wakati ule, Ruthu aliposema, mahali utakapokufa nitakufa nami na nitazikwa huko. Anamaanisha kitu kikubwa sana. Anasema kwa maneno mengine, nitakuwa nawe mpaka mwisho wako. Nitahakikisha huzikwi peke yako. Uaminifu wangu kwako hautaisha njiani. Uaminifu wangu kwako utakwenda mpaka kaburini. Huu ni upendo wa ajabu sana. Ni tofauti kubwa kiasi gani kati ya Naomi na Ruthu? Naomi anaona mwisho, Ruthu anaona kusudi. Ruthu anaona kusudi. Naomi anaona hasara, Ruthu anaona mtu wa kumpenda. Naomi anaona giza, Ruthu yake mwenyewe. Ruthu anaona wajibu wake kwa mwingine. Kwa Naomi, mateso yanamvuta ndani ya nafsi yake. Kwa Ruthu, mateso yanamsukuma kuelekea uaminifu wa kujitoa. Mtu mmoja alisema hivi, kitu cha giza kinapotokea kwako, uwe makini. Kwa sababu kitu cha giza kinaweza kuanza pia ndani yako. Na Richard Roy alisema, tusipobadilisha maumivu yetu, tutayapitisha kwa wengine kwa namna moja au nyingine. Hilo ndilo lililotokea kwa Naomi. Maumivu yake hayakubaki kuwa tukio tu. Yalianza kuunda mtazamo wake. Alianza kuunda utambulisho wake. Alianza kuunda lugha yake. Alianza kuunda jinsi anavyomwona Mungu. Lakini kwa Ruthu, mambo ni tofauti. Katika dunia ambayo kila mtu anajifikiria mwenyewe, Ruthu anaonyesha moyo wa kujitoa kwa mwingine. Katika dunia ya mimi kwanza, Ruthu anasema hapana, si mimi kwanza, bali ni sisi. Hiyo ndiyo nguvu ya tabia ya kweli. Wote wawili ni wajane, wote wawili hawana uhakika wa kesho, wote wawili wako katika hali ya maumivu, lakini mmoja anageuka ndani yake mwenyewe na mwingine anafungua moyo wake kwa mwingine. Na wakati Ruthu alikuwa na nafsi ya kuchagua usalama, nafasi ya kuolewa tena na uwezekano wa maisha mapya kwa njia rahisi zaidi, alichagua kupenda kwa gharama. Kwa nini? Naomi anasema hivi, mstari wa 13. Mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Mstari wa 20. Msiite Naomi, niiteni Mara, kwa maana Mwenyezi amenitendea kwa uchungu mwingi. Mstari wa 21. Niliondoka nikiwa nimejaa, na Bwana amenirudisha mikono mitupu. Bwana amenishuhudia njia yangu, Mwenyezi amenitesa. Naomi sasa haoni tena Mungu kwa uwiano, haoni tena rehema, uwepo, kusudi au uwezekano wa neema. Anaona tu mkono wa Mungu kama mkono wa adhabu. Na kwa sababu mtazamo wake kuhusu Mungu unakuwa mbaya, hata utambulisho wake unabadilika. Kutoka Naomi, mpendezi, anataka kuitwa Mara, mchungu. Hii ni nguvu ya mateso yasiyochakatwa vizuri mbele za Mungu. Yanaweza kubadilisha si tu hisia zako, bali hata njia lako la ndani. Yanaweza kufanya uanze kujitazama si kwa kile Mungu amesema juu yako, bali kwa kile maumivu yamekwambia juu yako. Na hapo ndipo mtu huanza kuishi kama mwathirika tu. Hapo ndipo mtu huanza kujitenga. Hapo ndipo mtu huanza kuona kila mlango umefungwa. Hapo ndipo mtu huanza kuona mkono wa Mungu bila kuona moyo wa Mungu. Lakini Ruthu ana mtazamo tofauti. Ruthu anaona kwamba kuwa pamoja na Mungu wa Naomi ni bora kuliko kubaki na miungu ya Moabu. Anaona kwamba hata ikiwa hakuna uhakika wa kesho, bado njia ya Mungu ni bora kuliko usalama wa uongo wa miungu ya watu wake. Kwa Ruthu, huu ni wakati wa kuingia katika utambulisho mpya. Ni wakati wa kuacha ulimwengu wake wa zamani. Ni wakati wa kujiunga na watu wa Mungu. Ni wakati wa kusema, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hapa kuna picha inayofanana na Abrahamu. Alitoka nchi yake,
watu wake na mazingira yake ya zamani. Akaingia katika utambulisho mpya ambao Mungu alimpa. Na wakati Naomi anataka kujitenga, Ruthu anakataa kushikamana. Biblia inasema Ruthu alimshikamana Naomi. Hilo ni neno kubwa sana. Ni neno lile lile linalotumiwa katika Mwanzo wakati mume anapoambatana na mke wake. Nao wanakuwa mwili mmoja. Ni neno la ukaribu, neno la uhusiano wa agano, neno la uaminifu. Na nyuma ya neno hilo kuna roho ya neno hili la Kiebrania, chesedi. Chesedi ni upendo wa agano, ni upendo wa uaminifu, ni upendo usioondoka wakati mambo yameharibika, ni upendo usiobadilika wakati maisha yanakuwa magumu, ni upendo usiotelekeza, ni upendo unaobeba gharama. Huu ni upendo unaoonekana kati ya mume na mke. Huo ni upendo unaoonekana kati ya Mungu na Israeli. Huo ni upendo unaotimia kikamilifu kati ya Kristo na kanisa. Ndio maana Warumi 8 inasema kwamba hakuna kinachotutenga na upendo wa Kristo hata mauti. Miaka mingi iliyopita nilihubiri kuhusu uaminifu. Baada ya mahubiri yale, kijana mmoja aliyekuwa ameokoka karibuni alikuja kwangu na akaandika katika Biblia yangu maneno haya: ninajitoa kwa urafiki na wewe na nitakuombea kila siku. Tukajenga urafiki wa pekee sana. Alikuwa kijana mwenye uwezo mkubwa sana, lakini akiwa na miaka 20 alikufa kwa mshtuko wa moyo. Mpaka leo ninahisi pengo lake. Kwa nini nakuambia hilo? Kwa sababu Naomi katika siku ya maumivu yake makubwa alikutana na chesedi, alikutana na upendo wa agano, alikutana na upendo wa uaminifu, alikutana na upendo ambao hauondoki, alikutana na upendo ambao hausiti wakati mambo yameharibika. Alikutana na upendo unaosema sitakuacha. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwako. Yeye habadiliki wakati wewe umevunjika. Yeye hageuzi mgongo wakati wake. Yeye hageuzi mgongo wakati wake wewe uko kwenye giza. Yeye hakimbii wakati maisha yako yameanguka. Yeye hakupi kisogo wakati machozi yako ni mengi. Kama Mungu ni wa maana hivyo kwako, kwa nini usiwe mwaminifu kwake? Na kama Mungu ameweka watu wa namna hiyo karibu nawe, kwa nini usiwapokee na kuwajibu kwa uaminifu huo huo? Mambo ya kuzingatia kuhusu Naomi. Wakati mtazamo wake kuhusu Mungu ulikuwa mbaya, Naomi hakuona tena fursa. Aliona mapungufu tu. Aliona mikono mitupu. Hakuona Ruthu kama zawadi ya Mungu pembeni yake. Hakuona kwamba hata katika maumivu yake, Mungu tayari alikuwa ameanza kazi yake ya ukombozi. Wakati mtazamo wake kuhusu Mungu ulikuwa mbaya, utambulisho wake ulibadilika kutoka mpendezi kwenda mchungu. Wakati mtazamo wake kuhusu Mungu ulikuwa mbaya, maumivu yake yalimgeuza kuwa mtu anayejifunga ndani ya nafsi yake, si mtu anayewaza jinsi ya kuwainua wengine. Mambo ya kuzingatia kuhusu Ruthu. Kwa sababu alikuwa na mtazamo sahihi kuhusu Mungu, Ruthu aliona fursa, si upungufu. Aliuacha ulimwengu wake wa zamani, alihatarisha usalama wake, aliingia katika maisha mapya, aliingia katika utambulisho mpya, aliingia katika watu wa Mungu, aliingia katika njia ya Mungu. Katika ulimwengu wa mimi, Ruthu alionyesha ulimwengu wa sisi. Tabia yake inaonekana katika hatari alizokubali kwa sababu ya uaminifu wake kwa Naomi. Anajua kwamba akiwa na Naomi hana uhakika wa kesho. Lakini upendo wake unamfanya abaki mwaminifu mpaka kufa na hata zaidi ya kufa. Maombi ya moja kwa moja kwa Afrika ya Mashariki. Maombi ya moja kwa moja kwa Afrika ya Mashariki. Katika Afrika ya Mashariki, mateso yana sura nyingi. Wengine wamepoteza wazazi, wengine wamepoteza watoto, wengine wamehama vijijini kwenda mjini wakitafuta maisha. Wengine wamevuka mipaka kwa sababu ya vita au umaskini, wengine wanaishi kwenye camps,
wengine wako mjini lakini hawana kazi, wengine wanafanya biashara ndogo ndogo lakini hali hii ni ngumu. Wengine wanaomba Mungu awatoe kwenye njaa lakini wanaingia kwenye majaribu ya kiroho. Wengine wanatafuta survival lakini polepole wanapoteza ibada, ushirika na uaminifu kwa Mungu. Ndio maana ujumbe huu ni wa muhimu sana. Sio kila mateso yanakufanya kuwa mtakatifu moja kwa moja. Mateso yanaweza kukusongeza karibu na Mungu, au yanaweza kukufunga katika uchungu. Mateso yanaweza kujenga tabia au yanaweza kutengeneza roho ya lawama. Mateso yanaweza kukupeleka kwenye chesedi au yanaweza kukupeleka kwenye kujitenga. Swali si tu, je, unaumizwa? Swali ni, unafanya nini na maumivu yako? Swali si tu, umepitia nini? Swali ni, mateso yako yanakupeleka wapi? Hitimisho. Unapopita katika mateso, hakikisha una mtazamo sahihi kuhusu Mungu. Kwa sababu ukimwona Mungu vibaya, maumivu yako yataharibu utambulisho wako. Unapopita katika mateso, huo pia ni wakati wa kuonyesha tabia yako. Ni wakati wa kuonyesha uaminifu wako kwa Mungu. Ni wakati wa kuonyesha upendo wako kwa watu. Usisahau, ufalme wa Mungu si ufalme wa mimi, ni ufalme wa sisi. Na jambo la mwisho ni hili, Mungu ndiye anayeanzisha mchakato wa ukombozi kwa Myahudi asiye na imani kama Naomi na kwa mpagani mwenye imani kama Ruthu. Hii ndiyo neema ya Mungu. Anaanza kazi yake ya ukombozi kwa mtu wa dini ambaye moyo wake umevunjika na umechafuka, na pia kwa mtu wa nje ambaye anamgeukia Mungu kwa imani. Kwa hiyo usikate tamaa. Kama wewe ni Naomi, Mungu bado anafanya kazi. Kama wewe ni Ruthu, Mungu bado anavuta moyo wako kuingia katika agano lake. Na kama umeumizwa sana, kumbuka, ukombozi wa Mungu mara nyingine huanza mahali ambapo mwanadamu anaona mwisho.